Nitakushauri wewe kuwa mvumilivu kwenye ndoa yako, lakini sitokushauri wewe kuvumilia mambo ya kijinga. Unajua, kwenye maisha ya ndoa kuna mambo ya kuvumilia na kuna yale mambo ambayo ni ya kijinga. Ukiamua kuvumilia ni shauri yako wewe mwenyewe. Jambo la kwanza, nitakushauri wewe kumvumilia mwanaume anapokuwa na hali mbaya ya kiuchumi. Nitakushauri wewe kumvumilia mwanaume anaposhuka kiuchumi, kwa sababu hiyo ni hali ya kawaida katika maisha. Lakini sitokushauri wewe kumvumilia mwanaume ambaye anaitelekeza familia yake na anakuwa bize kumhudumia mwanamke mwingine. Yaani yule mwanaume ambaye anajua wazi ana familia, anaamua kukuacha wewe na watoto unateseka, anaenda kumhudumia mwanamke mwingine. Huyo mimi sitokushauri wewe kumvumilia, kwa sababu anajua anachokifanya. Yeye anajua kwamba ameoa, anajua kwamba yeye ni baba kwenye familia yake. Anapoamua kuacha familia yake ikiwa inataabika na kwenda kumhudumia mwanamke mwingine, maana yake anajua anachokifanya, kwa sababu yeye ni mtu mzima, ana akili timamu. Inafikaje kipindi anatelekeza familia, anakuachia wewe familia, unateseka na watoto, kisha yeye aende kuwa bize kumnufaisha mwanamke mwingine? Hilo sio jambo ambalo wewe mwanamke unapaswa kulivumilia, kwa sababu hilo ni jambo la makusudi. Mtu anajua hasa anachokifanya. Jambo la pili, nitakushauri wewe kuvumilia madhaifu madogo madogo yanayotokea katika mazungumzo ya wewe na mumeo. Yaani ile kibinadamu inaweza ikatokea mmekosana, mwanaume wako pengine akakutamkia kauli mbaya kutokana na hasira, kwa sababu ninachokizungumzia hapa ni ubinadamu. Pengine mwenzako akakwazika akakutamkia kauli hata kama imekuuma, lakini unajua ilikuwa ni kwenye mazingira ya hasira. Ninaweza nikakushauri wewe kusamehe au kuvumilia, lakini sitokushauri kumvumilia mwanaume anayekufanyia bullying. Sijui kama unanielewa. Kuna wale wanawake mko na wanaume wanawafanyia bullying, lakini nyinyi hamshtuki. Sio kila mwanaume huwa anamfanyia bullying mke wake. Bullying ni tabia ya mwanaume kuwa anakusimanga kimuonekano. Yaani yeye anaweza akakwambia, we mwanamke una kitambi, huna shepu, sijui una komwe, sijui una nini. Yaani kuna namna ambavyo mume wako amekuwa akiunyanyasa kihisia kwa kukusimangia muonekano wako. Yaani inafika kipindi unaanza kujiona kabisa unakosa confidence. Yaani ile ya kujiamini we kama mwanamke inaanza kutoweka, inaanza kupungua. Sitokushauri wewe kuvumilia hilo jambo. Unajua ni kwa nini? Asilimia kubwa ya mwanaume ambaye anapenda kumbulu mwanamke ni mwanaume mnyanyasaji. Kwa hiyo huwa ana tabia ya kupenda kumshusha mwanamke ajisikie yeye sio chochote. Na matokeo yake utaendelea kuishi kwenye mateso, kwa sababu kuna vitu ambavyo sio sahihi atakuwa akikufanyia, na wewe utaendelea kumvumilia kwa sababu utakuwa unaamini kwamba mimi sio mwanamke mzuri. Kwa namna atakavyokushusha ile thamani, itafika kipindi utaona kabisa kweli mimi siwezi kupata mwanaume mwingine. Yaani mwanaume anakushusha. Inafika kipindi anakwambia mwanaume gani atakaye kuokota wewe? Yaani wewe hakuna mwanaume wa kukutaka wewe. Kuna namna anakutengenezea mazingira ya kukaa kwenye gereza lake yeye la mateso kwa kigezo cha kukwambia kwamba wewe muonekano wako haufai. Naomba nikwambie tu ukweli. Mwanaume anayemheshimu mke wake hawezi kumbulu mke wake. Hawezi kumfanyia bullying mke wake hata mara moja. Yaani aanze kukwambia sijui una kitambi, sijui huna shepu, sijui miguu yako imepinda. Kipindi anakuoa alikuwa hakuoni. Mbona alikuwa anakuona? Mbona alikaa na wewe kwenye mahusiano miezi 6? Alikaa na wewe kwenye mahusiano mwaka, alikaa na wewe kwenye mahusiano miaka 2. Alikuwa amekuchunguza, amekuona vizuri. Kinachomfanya leo hii anaanza kukusimangia muonekano wako ni kitu gani? Na hata kama sasa hivi maumbile yako yamebadilika, mwanaume yeyote anayekuheshimu anatambua kwamba wewe ni mwanamke. Una masuala ya uzazi, unazaa. Haya, umezaa umekuwa na kitambi, ni masuala ya uzazi, sio wewe kwa kupenda kwako. Umezaa umekuwa na michirizi, sio kwa kupenda kwako. Kwa hiyo mwanaume yeyote anayekuheshimu wewe anaelewa kwamba mabadiliko yanayotokea kwenye mwili wako wakati mwingine sio ya kutaka, yanatokea kutokana na kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yako. Sasa hivi wewe ni mama, umeshazaa watoto 2, watoto 3. Kuwa na kitambi pengine ni kitu cha kawaida kwako. Kuwa na michirizi ni kitu cha kawaida. Kwa nini sasa hivi amegeuza hivyo vitu kama masimango kwako? Kila wakati anakusimangia. Huyo mwanaume lengo lake sio zuri. Kwa hiyo mimi sitokushauri kumvumilia mwanaume anayekubulu. Yule anayekufanyia bullying, anakusimangia muonekano wako na anafanya mambo mengine mengi, na unajua baada ya yeye kukufanyia hivyo vitendo huwa anaanza kuwa na tabia za kukunyanyasa, na wewe unajisikia kwamba mimi sio chochote kutokana na namna ambavyo mume wangu ananizungumzia. Kaa ukijua kwamba wewe mwanamke
huwa unajisikia wa thamani sana kulingana na mwanaume wako anavyokutazama. Hicho ndio kitu kibaya zaidi kwetu sisi wanawake. Yaani unapenda unavyokuwa na mtu wako ajisikie proud kuwa na wewe, lakini inakuvunja moyo sana unapoona mtu uliye naye anakutoa kasoro kwenye muonekano wako, anakusimangia hiki, anakusimangia kile, anasema wewe sio mzuri, wewe sijui nini, wewe hauvutii. Hakuna mwanamke yeyote anayeweza kujisikia vizuri kwenye hilo. Kwa hiyo nitakwambia kwamba vumilia yale madhaifu madogo madogo yanayotokea katika mazungumzo. Pengine kweli anaweza kazungumza kauli sio nzuri, unaweza ukamsamehe, ni mambo ya kibinadamu tu hayo, pengine mwenzako akakutamkia akiwa amekasirika. Lakini huyu anayekufanyia bullying, huyu anayekusimangia muonekano, tena sio mara moja, sio mara mbili, huyu anajua anachokifanya, na kiundani huyo mwanaume ukimchunguza ni mnyanyasaji, na anafanya hivyo ili kukutengenezea wewe kuwa mtumwa wa fikra, ushindwe kujiamini. Sijui kama unanielewa. Jambo la tatu, nitakushauri wewe kumvumilia mwanaume unavyomkuta na mambo madogo madogo. Yaani pengine umekuta vimessage, umekuta vinini, nitakushauri wewe kuvumilia vitu kama hivyo na kufanya naye mazungumzo, lakini sitokushauri kumvumilia mwanaume muhuni. Nakwambia ukweli kabisa. Yule mwanaume ambaye habadiliki, yeye anapenda kila mwanamke, kila sketi, sitokushauri wewe kumvumilia huyo mwanamke. Huyo mwanaume sitokushauri kabisa, kwa sababu huyo mwanaume inafika kipindi anajua anachokifanya. Wewe mwanaume unamkamata na usaliti mara ya kwanza, unamkamata na usaliti mara ya pili, unamkamata na usaliti mara ya tatu, huyo mtu anajua anachokifanya vizuri kabisa. Ana akili zake timamu. Madhara ya usaliti ameshayaona. Anajua haujisikii vizuri kusalitiwa, lakini bado anaendelea kufanya hivyo vitendo. Huyo mwanaume sio wa kumvumilia. Unatakiwa kudili naye kwa namna tofauti. Sijamaanisha kwamba uiache ndoa yako, lakini nimemaanisha kwamba kuna namna tofauti ambavyo unatakiwa udili na huyu mwanaume, kumfanya aache kufanya hicho anachokifanya. Yaani ifike wakati mpe msimamo. Achague uhuni au achague kutulia na wewe, na akishindwa ni afadhali abaki na uhuni wake, kwa sababu mwanaume akiwa muhuni, tunazungumzia hatima ya maisha hapa. Inafika kipindi unakuwa na mwanaume muhuni, anaanza kuleta kaswende nyumbani, anaanza kuleta sijui visonono nyumbani, anaanza sijui kuleta vinini nyumbani, magonjwa anakuletea nyumbani. Hivyo sio vitu vya kuvumilia, kwa sababu muda sio mrefu mume wako atakuletea ugonjwa ambao utakupa majuto. Utajikuta umeambukizwa ugonjwa ambao maisha yako yote wewe utakuwa unakunywa dawa, kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo ukikuta mwanaume wako ni muhuni, yani unathibitisha kabisa kwamba huyu ni muhuni, habadiliki. Kila ninapoongea habadiliki, nimeongea mara ya kwanza, amerudia mara ya pili, sijui anaenda kurudia mara ya tatu, ndugu yangu, huyo ni tabia yake na anajua wazi anachokifanya. Kwa hiyo hutakiwi kumvumilia mwanaume muhuni. Unatakiwa kumpa misimamo, akaye akijua kwamba wewe hutovumilia kuendelea kuishi kwenye ndoa iliyojaa usaliti. Achague moja. Kama anachagua usaliti, abaki na usaliti, na kama anachagua ndoa, abaki na ndoa. Akishindwa, abaki na usaliti. Akiona usaliti hauna faida, abaki na ndoa. La sivyo, ndugu yangu, utavumilia vitu ambavyo wakati mwingine vitakufikisha pabaya. Kuna watu walijikuta wameishia kuachiwa magonjwa na waume zao, na kwa bahati mbaya ndio kama hivyo. Yakisha kupata utakuwa huna namna. Huwezi kuamua kusema utavunja ndoa yako yakisha kupata. Kwa hiyo sasa hivi mwanzoni unavyoona kabisa, mwanaume wangu ana tabia za ajabu, yaani uhuni yeye ni tabia yake, sio jambo la kuvumilia. Sijui kama unanielewa. Jambo la 4. Sitokushauri wewe kuendelea kumvumilia mwanaume mwenye vipigo. Yaani mwanaume anayekupiga unamfahamu kabisa, yaani huyu ni mkatili. Akiingia kwenye mwili wangu huwa anasahau kwamba mimi ni mke wake. Ananipa kipigo kitakatifu. Sikushauri wewe kuendelea kuvumilia hilo jambo. Najua kwenye maisha kuna mambo ya kibinadamu wakati mwingine huwa yanatokea. Pengine wewe na mume wako mmeingia kwenye ugomvi, kwenye ule ugomvi katika majibizano, na wewe umemjibu kitu ambacho mwanaume wako kimemkwaza, labda akakuwasha hata kibao kimoja. Nitakushauri wewe kuvumilia, kwa sababu hiyo ni hali ya kawaida ya kibinadamu. Ni hali ya kawaida. Pengine na wewe unajua wazi kwamba nilimjibu kauli ile mume wangu hakuipenda, najua nilichofanya sio kizuri, akakutandika kibao, hiyo ni kawaida. Lakini kuna yule mwanaume ambaye yeye tabia yake ni kukupa vipigo. Yaani anakupa vipigo kweli kweli. Sikushauri wewe kuendelea kuvumilia, kwa sababu hapo sasa tunajadili hatima ya maisha yako. Mwanaume anayekupa vipigo vitakatifu, isije ikafika siku ukapoteza maisha yako ukiwa hapo, au ukapoteza kiungo chako chochote, kwa sababu mtu anayekupa vipigo alafu unamuona kabisa anajisahau, sio mtu ambaye huwa anaangalia hata mahali anapokupiga. Yeye akianza kukupiga, anakupiga sijui iwe ni machoni, iwe ni mdomoni, anakupasua ovyo ovyo.
huyo iko siku anaweza kukufanyia kitu kingine kikubwa cha kikatili, na huo ndio ukatili tunaozungumzia. Mwanaume yeyote anatambua kwamba huyu ni mke wangu, kwa hiyo hata kama umemkwaza anatakiwa kujikontrol vitu anavyofanya kwenye mwili wako. Lakini ikifika kipindi mwanaume wako anakupiga kweli kweli, yani kipigo kile kikali, anakuumiza, inafika kipindi mtu unavimbishwa macho, huoni, kwenye vitu ambavyo havina hata sababu, hujafanya hata kosa kubwa, lakini yeye ni tabia yake tu ya kupenda kukupiga, sitokushauri wewe kuendelea kuvumilia, kwa sababu isije ikafika wakati ukafanyiwa kitendo kikubwa cha kikatili wakati umeshamuona mtu mapema ana dalili za kushindwa kujikontrol. Yaani yeye akiwa kwenye hasira zake anasahau kwamba wewe ni mke wake na kuna maisha baada ya hayo mambo. Kwa hiyo mwanaume anayekupa vipigo sio mwanaume wa kumvumilia, lakini mvumilie mwanaume ambaye pengine inavyotokea wewe na yeye mmepishana, wewe mwenyewe unajua kabisa huwa mnapishana kauli, kwa hiyo anakupiga kibao kimoja kwa sababu ya hasira, labda anataka kukurekebisha. Pengine alisha kuonya kabisa kwamba bwana, acha kuzungumza, ukakataa, mwisho wa siku ikatokea akakupiga. Hilo ni jambo la kawaida la kibinadamu, linaweza kumtokea mtu yeyote yule. Jambo la 5, sitokushauri wewe kumvumilia mwanaume anayekudharau. Yaani kuna wale wanawake, mko na wanaume ambao wanafanya vitendo fulani mbele ya macho yenu bila kuwahofia. Yaani anaweza kafika nyumbani, akaanza kuongea na mwanamke mbele yako, akaanza kuchati na mwanamke mbele yako. Yaani mwanaume wako sio mtu wa mipaka, anajiachia kabisa, yani anakuwa free, haoni kama ni tatizo, haoni kama anachokufanyia wewe sio vizuri, hata ukilia hajali, yani anakuonyesha dharau waziwazi. Sitokushauri wewe kumvumilia huyo mwanaume. Mwanaume ambaye anakaa kabisa anaanza kukuona wewe sio wa thamani, anakufanyia kitu chochote kile ambacho kinakuumiza wewe kihisia, alafu yeye hajali. Mimi sitokushauri wewe kuendelea kuvumilia, kwa sababu hilo jambo litakuathiri wewe kisaikolojia. Na ndio maana unaona watu wengi sana wamekuwa ni watu ambao wanasema wanaume hawana huruma, wanaume sijui nini. Hapana, hizo ni chuki tu za kijinsia na kila mtu anaongea kulingana na mtazamo wake. Lakini haimaanishi kwamba wanaume wote hawana huruma. Haimaanishi kwamba wanaume wote wana roho mbaya, lakini ni huyo uliyekutana naye wewe. Na kwa namna ambavyo ulivumilia hizo dharau zake kwa muda, ndio unaanza kuona kwamba wanaume wote wanadharau, wanaume wote ni wabinafsi, wanaume wote wanajijali wao, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo ukishaona tu mwanaume wako ni mtu anayekuvukia mipaka, jipange kumfanya, yani jipange kumuonyesha misimamo. Hiyo kazi ya kulialia kila siku, kumuombaomba kila siku, ifike mahali ifike mwisho, kwa sababu na wewe ni binadamu, unatakiwa uvumilie vitu vya kawaida. Pengine kibinadamu tu umemfumania mume wako na vimessage havieleweki, havina maana, unaweza kumsamehe. Pengine umemfumania mume wako simu inaita isiyoeleweka lakini hajapokea, unaweza kumsamehe. Lakini huyu ambaye anaongea na simu mbele yako, umelala hapo, anapokea simu hapo, anaongea kabisa kwa uhuru tena bila kuhofia. Huyu ambaye yeye mwanamke wake akipiga wanaitana baby hapo hapo, akipiga simu anaitana baby na wewe umekaa hapo hapo, sio mwanaume wa kumvumilia. Sijui kama unanielewa. Lakini vumilia madhaifu madogo madogo ambayo yanaweza kutokea kibinadamu. Umeona kanamba hujakaelewa, umeona ka message hujakaelewa, kuna mtu amepiga simu hujamuelewa na mume wako anajitahidi kujielezea na nini, unaweza kusamehe kwa sababu huyo mwanaume anatambua mipaka yake. Lakini ikifika kipindi mwanaume ameacha kuhofia, anakufanyia tu chochote anachojisikia yeye, kuongea na simu na mwanamke mwingine sio swala gumu kwake, kuchati nyumbani yeye sio swala gumu kwake, yana anakugeuza wewe ni kama mfanyakazi ndani ya nyumba. Tafadhali sana, sio jambo la kuvumilia. Jipange kumuonyesha huyo mwanaume msimamo. Sijui kama unanielewa. Jambo la 6, sitokushauri wewe kumvumilia mwanaume ambaye anamchagua mwanamke mwingine mbele yako. Sijui kama unanielewa. Kuna ile hali inatokea kwenye ndoa zenu au kwenye ndoa zetu, unakuta mwanaume ana mchepuko huko nje. Inafika kipindi yule mchepuko anaanza kuvuka mipaka, anakupigia wewe simu kukutukana, anakupigia wewe simu kukubuli, anakupigia wewe simu kukufanyia vitu vya ovyo kabisa, anakufanyia bullying na yeye pia. Ndio maana mume wako amesema una kitambi, ndio maana mume wako amesema una hiki, ndio maana mume wako amesema una kile. Wakati mwingine mpaka mume wako anakupiga wewe picha, anamtumia mchepuko, picha za utupu za kwako anamtumia mwanamke mwingine. Yule mwanamke anakurudishia wewe. Na ukianza kumwambia mwanaume wako kwamba hiki ni nini kinachoendelea, unaona tu mwanaume anakushangaa tu, ana jibu la kukwambia. Ndugu yangu, hilo sio jambo la kuvumilia. Mwanaume yote anatakiwa kujitambua. Hata kama siku moja utakuja kugundua kwamba kuna kitu amekifanya, ila isiwe ya kukuonyeshea. Inafika kipindi huyo mwanamke anajionyesha tu usoni pako, anapiga simu tu na wewe umekaa tu hapo unalia. Unachanganyikiwa.
unampigia simu huyo mwanamke, mnaanza kutukanana. Huyo mwanamke anakutukana, anajua siri zako nyingi, unajidhihirishia wazi kwamba mume wako, habari za maisha yenu ziko kwa huyo mwanamke. Sio jambo la kuvumilia. Ikifika kipindi mwanaume wako amekuwa na mchepuko wa kudumu huko nje, tafadhali sana usivumilie. Muonyeshe msimamo mume wako, achague mchepuko au achague wewe. Sijasema uondoke kwenye ndoa yako, lakini kuna hatua nyingine kubwa zaidi unayotakiwa kuichukua. Kwa hiyo katika yote haya niseme kwamba uvumilivu ni kitu cha muhimu sana ambacho mwanamke unatakiwa kuwa nacho, lakini jitahidi sana kujiwekea mipaka na kuchagua mambo ya kuvumilia. Mambo mengine hayahitaji uvumilivu. Kuna mambo mengine yanahitaji wewe uweke msimamo. Umuonyeshe mwanaume msimamo, umuonyeshe kwamba na wewe unaitambua thamani yako, umuonyeshe kwamba na wewe unataka kuheshimika, kwa sababu kwenye maisha ya ndoa watu lazima tuheshimiane. Waliposema kwamba tunaenda kuvumiliana, haikumaanisha wewe uende kumvumilia mwanaume afanye usaliti ukae hapo unalia tu kila siku. Awe muhuni wa kutupwa na wewe unamfahamu wazi, ukae hapo kila siku kazi yako iwe ni kulia. Mwanaume wako awe anamwacha mchepuko wake anakutafuta wewe kukutukana, na ukimuuliza yeye anakuangalia tu. Hilo sio jambo la kuvumilia. Hawakusema uvumilivu uwe ndio huo. Na ndio maana watu wengi sasa hivi utakuta wanasema wanaume ni wanyanyasaji, wanaume hawana huruma, wanaume wana roho mbaya. Usitegemee mwanaume kukuonea huruma, jambo ambalo sio kweli. Wengi wenu ni nyinyi wenyewe mnavumilia vitu ambavyo mnatakiwa kuweka misimamo, na mnavumilia sehemu nyingine ambazo mnatakiwa kuondoka. Matokeo yake mnakaa na hao wanaume wanawaumiza kwa muda mrefu. Mnaanza kuwajumuisha wanaume wote kwenye makundi ya wanaume wa hovyo, wakati wako wanaume wanaheshimu familia zao. Wako wanaume wanawaheshimu wake zao. Wako wanaume hawajawahi kuwasimanga wake zao kivyo vyote vile. Yaani akaanza kumfanyia bullying mke wake. Kuna wanaume hawafanyi kabisa hivyo vitu, wanajitambua. Sasa wewe mwanaume anaanza kukubuli, anakufanyia wewe bullying, wewe anakusema sijui huna shape, huna nini. Sio jambo la kuvumilia. Sio jambo la kawaida. Wanaume wote hawafanyi hayo mambo kwenye familia zao. Hakuna mwanaume mwenye akili timamu anayeweza kwanza kumsema mke wake tu una kitambi. Lakini mwanaume labda kama hajapenda muonekano wako atakwambia mke wangu hebu ufanye mazoezi upungue. Mke wangu njoo tuwe tunasindikizana tufanye mazoezi upungue. Mbona wanaume wengi tu wanafanya hivyo vitu na wake zao? Lakini wao kwako anakufanyia tu bullying. Hakuna hata anachosema cha maana. Yeye anataka tu akuseme. Muonekano ulionao, hutopata mwanaume kama mimi, hutopata sijui nini. Na ndio maana unatoka na picha za kwamba wanaume ni wabinafsi. No. Tatizo sio wanaume. Tatizo ni mwanaume uliyempata wewe. Mwanaume maana yake ni mtu mmoja mmoja. Wanaume wenye huruma wapo, wanaume wazuri wapo, wanaume wanaojitambua wapo. Ni chaguzi zako tu wewe kuamua. Kama unaamua kukaa na huyo mtu ambaye ni toxic kwako, ni maamuzi yako. Kwa sababu kuna vitu vingine viko wazi, sio vya kuvumilia kwenye maisha ya ndoa. Mtu unaishi kwenye maisha ya ndoa, mwanaume wako anakufanyia usaliti mpaka inafika kipindi moyo umekufa. Unaishi tu pale, hisia haziko pale. Yaani unaishi tu pale mwili, lakini nafsi ilishaondoka muda mrefu. Unajilazimisha kulala pale, unajilazimisha kula pale, unajilazimisha kucheka, lakini huna furaha kutokana na mambo ambayo mwanaume huyu anakufanyia. Umeshavumilia usaliti, ulishalia, ulishaongea, imefika kipindi unaanza kuona kama ni kitu cha kawaida kwako. Ndugu yangu, umefikia kwenye hatua mbaya. Huwezi kuzoea usaliti. Lakini ukiona imefika kipindi umezoea, maana yake wewe umeshaathirika kisaikolojia. Na hilo jambo litakutesa sana, na ndio utaingia kwenye chuki za kijinsia. Utakaposikia mtu anazungumzia wanaume vizuri, utaona kabisa huyu hawafahamu wanaume. No! Hata wewe uwafahamu wanaume ukamaliza. Kwa sababu wako wanawake wenzio kama wewe wanaishi na wanaume hao ambao wewe unawaona wabaya, na wanaume zao wanawapenda, na wanaume zao wanawathamini, na wanaume zao wanawajali, na wanaume zao wanawaheshimu kama kawaida. Kwa hiyo ukipata mwanaume ambaye amekutendea wewe vibaya, usiwajumuishe wanaume wote, kwa sababu hiyo ni nafsi ya mtu mmoja mmoja. Kila mtu ana tabia zake. Mwanaume wako akiwa sio mtu mzuri, haimaanishi wanaume wote sio watu wazuri kwa sababu ya mtu mmoja. Hapana, ni huyo tu akuwa mwema kwako. Kwa hiyo niseme tu, maisha ndivyo yalivyo. Ukiona mtu uliye naye sio sahihi, ni wewe tu uliingia kwenye bahati mbaya, lakini wako watu wengine ambao wanaingia kwenye mahusiano na wanaume ambao ni sahihi sana kwao. Kwa hiyo jichunge wewe mwenyewe na ujiwekee mipaka, na uchague mambo ya kuvumilia na mengine usivumilie.